Assalamu alaikum Sheikh. Alhamdulillah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilichokiandaa ni kile muendelezo wa jana. Jana Jumatatu tulikuwa tunaelezea wasifu wa rangi na umuhimu wa rangi, na kwa nini Mwenyezi Mungu kazitaja rangi katika maeneo 7 ndani ya Qur'ani. Kazitaja rangi ndani ya maeneo 7 ndani ya Qur'ani. Lakini pia kazitaja rangi ndani ya aya 6 ndani ya Qur'ani. Lakini pia kataja rangi ya kijani mara 8 ndani ya Qur'ani nzima. Lakini pia kataja rangi nyeusi mara 7 ndani ya Qur'ani nzima. Kwa hiyo hapo ndio tulipokuwa tumeishia na kuangalia kwanza utukufu na uwekezaji wa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala katika dunia hii kwa matumizi ya mwanadamu kupitia afya yake, maisha yake kwa ujumla, kupitia rangi zilizopo hapa duniani. Okay, sasa leo tupate nafasi basi ya kujifunza zaidi kuhusiana na rangi, japo zipo zile rangi za msingi ambazo kutoka kwenye hizo rangi za msingi sasa zinatengeneza hizo rangi nyingine ambazo tunaziona. Na tumeambiwa ni nyekundu, sio? Nyekundu, nyeupe, hapana. Nyekundu, kijani na blue ndio rangi msingi. Kwa ukichukua nyekundu ukachanganya na kijani inatokea rangi nyingine. Yaani hizi zingine zote rangi aina 7. Rangi aina 7 zimetengenezwa kwa kuchanganya hizo. Zenyewe zinakuja kuzalika ndani ya hizi rangi nyinginezo. Au zaidi ya hizo 7, maana yake unatoka kwenye rangi hizi 5. Kwa ukichukua rangi nyekundu ukichanganya na blue unapata rangi pato. Tutakuja kuyaona hapa leo biidhnillah tabaraka taala. Oho. Na lakini pia tutakuja kuona namna gani namba zinavyothibitisha. Ndio. Namba 7. Namna gani namba 7 inavyothibitisha rangi ndani ya Qur'ani. Okay. Basi twende kazi. Kwanza nipende kuwasalimia ndugu jamaa na rafiki wote kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan ndugu zangu, ama leo tunaendelea tena. Ni mimi ndugu yako Sheikh Hamisi Suleimani wa kutokea nyumba ya tiba na dua inayopatikana hapa Mtwara mjini, maeneo ya Ligula B, barabara ya Nyota, tupo jirani na Amigo. Au barabara ya kwa Jone. Waweza kufika eneo hilo na ukaweza kupata huduma zetu kwa idhini yake Tabaraka wa Taala. Sasa leo ni siku ya pili, tunaendeleza muendelezo wa kuelezea ubora wa rangi na namna gani rangi itaenda kutunufaisha siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili kwa idhini yake Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ndio kwanza unasikia kipindi hiki, unaweza ukashangaa rangi ni vipi sasa? Itatunufaisha vipi rangi? Hebu nifungulie sikio lako ili uweze kuona maajabu yake Allah Tabaraka wa Taala. Ni kwamba siku ya Jumamosi na Jumapili patakuwa na mafuta ya rangi ya kijani, zaitul khadra, mafuta ya rangi ya kijani ambayo yana muhimu mkubwa. Licha ya mafuta kama mafuta, bali ile rangi yenyewe tu ni tiba tosha sana katika afya na mwili wa mwanadamu. Sikiliza haya, tunaanza na darasa letu leo kwa idhini yake Tabaraka wa Taala. Tunasema wal ana min ayatil alwani fi kitabillahi al-manthur. Tunaanza kuelezea aya ambazo zilizopo katika kitabu chake Tabaraka wa Taala, kitabu ambacho la raiba fihi, hakina shaka ndani yake. Aya ambazo zipo ndani ya Qur'ani zinazoelezea rangi. Kwa nini Mwenyezi Mungu kazitaja rangi? Kwani kuna nini ndani ya rangi? Hivi ulishapata kujiuliza rangi na kitu gani katika maisha yako? Tunasema leo tunaanza kwa kuelezea aya zinazoelezea rangi ndani ya kitabu kitukufu. Ila ayatil alwan fi kitabillahi ta'ala al-mastur,
ndani ya aya maalum zinazopatikana katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kilichostirika ambacho ni Al-Qur'anul Karim, ni Qur'ani tukufu. Sasa nikwambie, taammalu ma'i, kaa pamoja na mimi, zingatia haya ninayotaka nikwambie leo hii. Tunasema kaifa dhukiratil alwani fil Qur'ani, ni kwa namna gani rangi zimetajwa ndani ya Qur'ani, ni kwa namna gani rangi zimetajwa ndani ya Qur'ani, wa kaifa kana laha khuduru mumayyiz fi ayatihi, na ni kwa kiwango gani aya zimeweza kuhudhurishwa kwa mumayyiz, katika hali ya upambanuzi zaidi. Yani zimekuja ndani ya Qur'ani na kuwekwa katika aya maalum, na aya hizo na rangi hizo zikatambulishwa na Mwenyezi Mungu kwamba ni kitu kipambanuzi muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Lakini mwanadamu huyu hajapata kujiuliza kwamba hizi rangi zina upambanuzi gani katika maisha yake, rangi hizi zinaweza zikanyosha vipi maisha yake. Mwanadamu hajapata kujiuliza katika hali ya namna hiyo. Wengi wetu hatujapata kujiuliza katika hali za namna hiyo. Wa kaifa abbara al-Qur'an bil alwani 'an al-ikhtilaf al-jibali wan-nasi wad-dawabi wal-an'ami wath-thimari was-suru'i wa ma yakhruju min butuni an-nahl. Subhanallah. Na vipi mwanadamu alishapata kutafakari namna gani Qur'ani imeelezea rangi, namna gani Qur'ani imeelezea rangi, tena rangi zenyewe namna gani Qur'ani ilivyoelezea anil ikhtilaf aljibali, kwa namna mbalimbali za milima iliyotofautiana kulingana na mimea iliyopo katika hiyo milima hiyo ikatofautiana kwa rangi za aina mbalimbali. Ipo milima ambayo miti yake ni kijani kibichi, ipo milima ambayo miti yake imepambisha maua vizuri kabisa, ipo milima ambayo miti yake ni nyasi, yani katika hali za namna hiyo. Almuhimu kwamba kuna ikhtilafu katika milima hiyo. Ndio tunasema kaifa abbara alqur'ani bil alwani. Hivi mtu ameshatafakari namna gani Qur'ani ilivyozielezea rangi ani ikhtilafi aljibali, kutokana na ikhtilafu za milima kwa rangi zake, wan nas, na ikhtilafu za watu kwa rangi zao. Yani unampata huyu Mwafrika, huyu Mchina, huyu albino, huyu sijui Mwarabu, huyu sijui Muhindi, katika hali za namna hiyo. Wadawab, na hata wanyama pia nao wametofautiana rangi zao katika hali za namna hiyo. Wal an'am, na wale wanyama ambao ni wa kufugwa pia nao wametofautiana rangi zao. Wathimari, na hata matunda nayo yametofautiana rangi zake. Wazuru'i, na mimea nayo pia imetofautiana rangi zake. Wama yakhruju min butuni nahl, hata vile ambavyo vinavyotoka katika matumbo ya nyuki pia vinywaji hivyo vinatofautiana rangi zake. Na ndivyo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala kaelezea katika Qur'an. Kawaelezea watu, asema ikhtilafu za uongeaji wenu, yani lugha zenu na rangi zenu hazifanyi kwamba ninyi ndio muwe wabora mbele ya Mwenyezi Mungu, bali mcha Mungu kwenu ninyi ni ule mbora mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule mcha Mungu wenu, katika hali za namna hiyo. Lakini pia Mwenyezi Mungu ametuelezea hata katika nyuki, kinywaji cha asali kina rangi za aina tofauti. Je, ulishapata kujiuliza hivyo? وكيف جعل الله تعالى اختلاف الالوان آية لقوم يتفكرون ويتأملون. Na je, ulishapata kujiuliza ndugu yangu msikilizaji, ulishapata kujiuliza namna gani Mwenyezi Mungu alivyojalia ikhtilafu, yani utofauti, kupishana kwa rangi ndani ya aya za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala akazifanya rangi kwa wanadamu ni ayat liqaumi yatafakkarun, iwe ni dalili kwa watu wenye kutafakari, wayataamaluna, na wenye kuzingatia. Na ndivyo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala alivyomalizia katika aya ya kwanza kabisa iliyoanza kuleta habari ya rangi ndani ya Qur'ani. Mwisho wa ile aya Mwenyezi Mungu anawataka watu watafakari. Kwa nini Mwenyezi Mungu anataka tutafakari kuhusiana na rangi?
kuna mambo makubwa sana biidhnillah tabaraka wa taala yanayoenda kutokea kuhusiana na rangi, na miongoni mwa rangi ambayo tunaenda kupata faida yake ndani ya wiki hii ni rangi ya kijani. Wallahi tallahi billahi mtaenda kuona maajabu kupitia nyumba ya tiba na dua na kupitia Qur'ani ambayo Allah tabaraka wa taala kajalia makubwa kabisa ndani ya Qur'ani, na ameficha siri zake ndani ya Qur'ani, isipokuwa siri hizo atazipata mtu ambaye mwenye kutafakari. Na ndivyo Allah tabaraka wa taala amemalizia katika hiyo aya ya kwanza kabisa kuelezea jambo la rangi, akasema hiyo ni kwa ajili ya wale wenye kutafakari. Kwa hiyo wewe ambaye usiyeweza kuitafakari Qur'ani, kwa nini rangi, kwa nini hivi, kwa nini imekuwa hivi, utaishia tu kupurura tu Qur'ani kila siku na kughani tu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, utaghani vizuri mashallah, sauti nzuri, lakini kilichoelezewa ndani ndipo zaidi unakifahamu. Leo nakuja kuvumbulia maana ya rangi katika umuhimu wa maisha yako biidhnillah tabaraka wa taala. Ikhwani zangu, mimi Sheikh Khamis Suleimani na nyumba ya tiba na dua kwa ujumla wake bado tunaendelea kupatikana hapa Mtwara mjini, maeneo ya Ligula B, barabara ya Runyota, tupo jirani na Amigo, au barabara ya kwa Jone. Waweza kunipigia mimi Sheikh Khamis Suleimani baada ya kipindi hiki, nipigie tu kwa kutaka ufafanuzi zaidi kuhusiana na haya mafuta ya rangi ya kijani na dua ya rangi ya kijani, dua al-khadra ambayo itaenda kufanyika siku ya Jumamosi na Jumapili yake kwa idhini yake tabaraka wa taala. Na sadaka ya mafuta hayo ya rangi ya kijani, sadaka yake shilingi 10,000 tu, na sadaka ya hiyo dua ni shilingi 5,000 tu. Mafuta ni shilingi 5,000 na dua yake hiyo ni shilingi 5,000 kwa idhini yake tabaraka wa taala. Ikhwani ndugu zangu, tunasema taammalu kaifa warada al-lawn al-akhdar في الآيات التي تصف حال أهل الجنة وما يحيط بهم من النعيم في جو رفيع من البهجة والمتعة والأمان النفسي. Angalia, zingatieni namna gani ilivyotokeza rangi ya kijani, ilivyotokelezea rangi ya kijani katika aya za Qur'ani allati tasifu hala ahlul janna, ambazo aya hizo zinasifia hali ya watu wa peponi. Yani aya hizo ambazo zinazoelezea rangi ya kijani, na ndiyo aya ambayo inaelezea hali ya watu watakaoingia peponi. Wama yuhitu bihim minan naimi, na vile ambavyo na aya hiyo ambayo inaelezea rangi ya kijani bado ni hiyo aya inaelezea mambo ambayo yatakayowazunguka watu wa peponi watakapokuwa peponi, katika hali ya namna hiyo, na mambo yao ya furaha zao na starehe zao na amani ya nafsi zao ndani ya pepo hizo watakaoweza kupewa na Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Mwenyezi Mungu sote, wewe unasikiliza na mimi, tuwe katika waja wema tutakaoingia peponi biidhnillah tabaraka wa taala. Tuseme ni amin. Tunasema laqad hatta lawn al-akhdar bimaqami sami bianna ja'alahu Allah min an-na'im ahli al-janna. Tunasema kwa hakika rangi ya kijani imechukua umuhimu mkubwa sana kuliko rangi nyingine zote, kwa sababu rangi ya kijani ndio imechukua Mwenyezi Mungu ameifanya kuwa ni moja ya neema ya watu wa peponi. Yani watu wa peponi, moja ya neema yao waliopewa na Allah tabaraka wa taala ni rangi ya kijani. Licha ya kwamba watu wa peponi wamepewa neema ya rangi ya kijani, bado hata hivyo Mwenyezi Mungu akatuwekea hapa duniani rangi ya kijani. Sasa mtashangaa wewe ambaye unasikia kipindi hiki usije kuyapata mazito na matukufu kupitia rangi ya kijani siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili yake, kupitia mafuta ya rangi ya kijani kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo walaunu libasihim, na rangi za mavazi ya watu wa peponi ni rangi ya kijani. Wa firashihim, na vitanda vyao, malazi yao, magodoro yao, kama itakuwepo basi itakuwa ni rangi ya kijani. Huwezi kukuta mtu wa peponi eti kavaa nguo nyeupe, mtu wa peponi kavaa nguo nyekundu, mtu wa peponi kavaa nguo nyeusi. La, mtu wa peponi utamkuta amevaa nguo ya kijani na kitanda chake kitakuwa cha rangi ya kijani katika hali za namna hiyo. Kwa tunasema al-lawnul akhdar, rangi ya kijani, warada fil Qur'ani
thamin marat. Tunasema rangi ya kijani imepatikana, yani imejirejea ndani ya Qur'ani. Rangi ya kijani au neno kijani limejirejea ndani ya Qur'ani mara 8. Yani katika Qur'ani nzima, hapo ulipo ndugu yangu unanisikiliza, fungua Qur'ani nzima, tafuta Qur'ani nzima, utakuta neno kijani limerejewa na Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala mara 8. Wa adad abwab aljanna 8 abwab, na idadi ya milango ya pepo ambazo alizoumba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, pepo ina milango 8. Angalia kwenye Qur'ani neno kijani limetajwa mara 8, na neno pepo ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ina milango 8. Lakini al-lawnul aswad, angalia sasa maajabu, rangi nyeusi warada fil Qur'an 7 marat, yani rangi nyeusi imepatikana kusemwa na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani mara 7. Wa adad abwabin nari 7 abwab, na idadi ya milango ya moto ni milango 7. Subhanallah, yani rangi nyeusi imetajwa ndani ya Qur'ani mara 7. Wakati huo moto ambao Mwenyezi Mungu ameuandaa kuadhibu wale ambao watakaomwasi, moto una milango 7. Subhanallah. Hebu angalia hii 7 namna gani inavyotembea hii. Na tutakuja kuona maajabu makubwa ambayo tutakuja kutumia siku ya Jumamosi na Jumapili yake biidhnillah Tabaraka wa Taala. Sasa taamalu hadha bina'i ar-raqamiyya al-mubhira. Hebu angalia namna gani mpangilio na mjengeko wa hizi namba zilivyojengeka ndani ya Qur'ani, na mpaka siku ya Kiyama katika watu kwenda kulipwa malipo yao kama ni moto au ni pepo. Angalia namna gani namba hizi zimejengeka ndani ya Qur'ani mpaka siku ya Kiyama. Tunasema al-a'jab. Sasa maajabu zaidi, sikiliza maajabu zaidi kupitia hii rangi ya kijani na namba 7 hii, namna gani inavyoelezea rangi ya kijani. Tunasema al-a'jab, moja ya maajabu ambayo tutaenda kuyapata siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili kupitia rangi ya kijani. Tunasema moja na kutumia matukufu ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala aliyeweka katika rangi. Tunasema anna alwanu at-tayfi dawi fi qaws al-matar adaduha 7 alwan. Angalia maajabu mengine ya namba 7. Moja ya maajabu ya rangi yanayopatikana katika anga. Katika anga yenyewe, katika anga kuna ule upinde unaopatikana wakati wa mvua. Aidha wakati mvua imemaliza kunyesha, aidha wakati mvua imetanda mbinguni, afu kunakuwa na ule upinde ambao unakuwa na rangi. Ule upinde kwa mawinguni kule au mbinguni unakuwa umepinda, wakati ule unakuwa na rangi 7. Moja ya rangi zinazopatikana katika ule upinde unakuwa katika uwingu wakati kama mvua imetanda. Tunasema kunapatikana al-ahmar, rangi nyekundu, al-burtuqali, rangi ya chungwa, al-asfar, rangi ya manjano, al-akhdar, rangi ya kijani, al-azraq, rangi ya blue, aniliji, rangi ya light blue, albanafasanji, na rangi ya zambarau. Ni rangi 7 maalum ndizo zinazopatikana katika ule upinde unaopatikana katika uwingu wakati mvua aidha imemaliza kunyesha au imetanda mawinguni na kutaka kunyesha, katika hali za namna hiyo biidhnillah Tabaraka wa Taala. Angalieni maajabu, twendeni pamoja tuweze kuona matukufu yake Allah Tabaraka wa Taala siku ya leo kwa idhini yake subhanahu. Sasa basi, hadhihi alwani hiya allati tatashakkalu fi qaws almatar. Rangi hizi 7 hizi nilizozitaja hapa, kwa maana rangi nyekundu, rangi ya chungwa, rangi ya njano, rangi ya kijani, rangi ya blue, rangi ya light blue na rangi ya zambarau, zote hizi rangi 7 ndizo ambazo zinazojikusanya katika ule upinde wa mvua. Wa min masjiha yadhhiru al-lawnul abyad. Sasa rangi hizi ukizichanganya kwa pamoja ndipo panapoenda kutokea rangi nyeupe. Subhanallah. Tadhakaru. Sasa basi kumbukeni ndugu zangu wasikilizaji wangu, mnasikiliza kipindi hiki, kumbukeni kwamba kama adad hadhihi alwan, idadi ya hizi rangi nilizokutajia
Kumbukeni, weka pembeni idadi ya hizi rangi nilizokutajia. Nimekutajia rangi ya nyekundu, rangi ya chungwa, rangi ya manjano, rangi ya kijani, rangi ya blue, rangi ya light blue na rangi ya zambarau. Zihifadhi pembeni, nitakuja kueleza nini kinachoenda kutokea kwa idhini yake tabaraka wa taala. Sasa basi, naam, adaduha 7 al-alwan, utapata ni rangi 7 hizo. Fakam marat waradat al-alwan mujtami'ati fi al-Qur'an al-Karim. Sasa hebu jiulize, ni mara ngapi rangi zimeelezewa katika Qur'ani tukufu kwa upamoja wake? Yani neno rangi kama rangi zimetajwa mara ngapi ndani ya Qur'ani? Utapata kwamba rangi neno rangi limetajwa neno hilo mara 7. Kwa warada dhikru al-alwani, kwa hiyo tunasema kwamba limetokelezea neno rangi mujtami'ati fil Qur'ani Karim 7 mara. Utakuta kwamba neno rangi limeweza kutajwa ndani ya Qur'ani mara 7. Subhanallah, Mwenyezi Mungu wallahi ni fundi wa kuumba. Innal Qur'ana yabni dhikra al-alwani wafqun manzumati as-subaiya mubhira, kwa sababu Qur'ani inatengeneza jimbile maalum au wafqu maalum ya maajabu unaotokelezea ndani ya Qur'ani. Wadhālika irtibat al-alwani dhatiha bil adad 7, kwa sababu ya Qur'ani imeweza kudhihirisha neno rangi lenyewe kama lenyewe likiwa na idadi ya herufi 7. Yani subhanallah, ndani ya Qur'ani neno rangi limetajwa mara 7. Wakati huo neno lenyewe rangi lina herufi 7. Subhanallah. Halafu sasa hili neno rangi kwa Kiarabu inaitwa al-launu. Inaitwa launu. Al-launu. Angalia sasa, hebu twende kwenye idadi sasa. Fataamalu hadhihi alhaqiqa, hebu zingatia hii ukweli wa hii neno hii namba 7, ambayo biidhnillah tabaraka wa taala namba 7 na mafuta ya kijani na dua ya rangi ya kijani tunaenda kuitumia siku ya Ijumamosi kuondosha matatizo yetu yote kwa huruma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Sasa hebu angalia katika hali ya namna hii, harful alfi, kwa sababu harful alfu, herufi ya alifu ambayo inatengeneza neno rangi. Manake katika neno rangi kwa Kiarabu ina herufi hizi, kwamba kuna alifu, kuna lam, kuna wau, kuna alifu tena alifu, lam, wau, alifu, nun na ni maneno herufi ngapi? Herufi hizo ambazo zinazopatikana ndani ya neno rangi au al-lawn. Sasa ukizihesabu hizi rangi kwa idadi yake katika hijaia, yani hijaia, idadi ya hijaia ni ile idadi ya alif, b, t, th, jim, he, khe, dal, thal, re mpaka wasalam, mpaka ile ye wasalam kule katika ile harufu ya kule mwisho. Ile idadi ya hijaia, ile alifu, b, t, th mpaka ye. Sasa ukiangalia idadi zake hizo, tunasema harful alfu tartibuhu fi qaimati harful hijaia raqam 1. Ukiangalia ile alifu ambayo ilianza ya neno al-launu, ile alifu idadi yake ni 1. Hesabu hiyo namba 1, yaweka pembeni. Harful lam, herufi ya lam, tartibuhu fi qaimati huruful hijaia, utaratibu wake katika mpangilio wa herufi za hijaia utaikuta ni raqam 23. Utaikuta lam imesimamia katika namba 23. Kisha harful waw tartibuhu fi qaimati harful hijaia raqam 27. Utaikuta waw katika ule utaratibu mborongo, katika ule mborongo wa alfabeti zile za Kiarabu, yenyewe utaikuta waw imesimama kwenye 27, yani ni herufi ya 27. Lakini pia harful alf,
ambao tena tunaenda kuipata baada ya wao, ambayo itakuwa alwa. Ile wa ina alifu, maana alifu katika mpangilio wa alfabeti yenyewe alifu ni namba 1. kisha nunu, harfu nunu tartibuhu fi qaimat harfu alhijaiyya, utaratibu wake wa mpangilio ule herufi za hijaiyya ule wa alifu be te mpaka wasalam. Nuni utaikuta imesimamia kwenye namba 25, yani ni herufi ya 25. Sasa hadhihi hiya al-ahrufu lafdh alwan, hizi sasa ndizo herufi za neno alwan, ambazo zina herufi 5. Alwanu manake rangi, yani rangi kwa Kiarabu inaitwa alwanu, ambayo hii alwanu ina herufi 5. Mashmuu tartibiha alhijaiyya. Sasa ukizikusanya zile idadi 25 ukajumlisha 1 ukajumlisha 27 ukajumlisha 23 ukajumlisha 1 tena, utapata jumla ni 77, yusawi 77, utaikuta imechukua namba 77. Sasa basi taamalu ila adadi 77, izingatie hiyo ndugu yangu msikilizaji ninayokuambia hii 77. Wantabihu ila anna lafdh alwanu, na uzingatie uamke sasa kwamba neno alwanu kwa maana ya rangi waradati fil Qur'ani 7 marati. Kumbuka pia kwamba neno rangi kwenye Qur'ani limetajwa mara 7. Halafu hili neno lenyewe rangi kwa herufi zake kwa Kiarabu zinakusanya jumla ya idadi 77. Subhanallah, ya salam, ya salam. Kwa hiyo tunasema al-ana ta'ammal, zingatia hivi, al-ayatu allati warada fiha lafdh alwan, aya ambayo iliyoanza kwanza kabisa, yani mwanzo wa msahafu kuendelea mpaka pale utakapokuta neno rangi. Aya ya kwanza ambayo iliyoleta neno rangi fil Qur'ani inapatikana katika suratul Namli aya ya 13, ambapo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anasema wama dharaa lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dhalika la ayatan liqaumin yadhakkarun. Haya ndiyo maneno ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Ndani ya hii aya kuna neno alwanuhu, alwanuhu. Hii alwanu maana yake ni neno rangi. Sasa hili neno rangi ndiyo aya ya kwanza kabisa lililoanza kupatikana ndani ya Qur'ani kuanzia mwanzo wa msahafu. Ukienda ukisachi, hili neno ndio la kwanza kabisa linalopatikana katika suratu Namli, Mwenyezi Mungu kuanza kuelezea rangi. Kisha Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala akaja kuelezea tena rangi katika suratu Nahli aya 69, pale Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala alipoelezea neno rangi. Kisha rangi ikaja kuelezewa katika suratu Rum aya ya 23. Kisha neno rangi likaja kuelezewa katika suratu Fatir aya ya 27. Kisha neno rangi likaja kuelezewa katika suratu Fatir aya ya 28. Kisha neno rangi likaja tena kuelezewa katika suratu Zumar aya ya 21. Tunasema hadhihi al-ayati adaduha 6. Utazikuta hizi aya zinazoelezea rangi bila kujirudia, yani pasipo kujirudia. Kama ukichukua zile ambazo zinazojirudia, maana yake rangi zitakuwa zimetajwa mara 7. Lakini ukiacha zile aya ambayo aya moja imejirudia mara 2 neno rangi, maana yake utapata ni aya 6 zinazoelezea rangi ndani ya Qur'ani. Sasa walafdhu alwanu, na neno rangi alwanu, hili neno alwani kwa Kiarabu, hili neno hili yataalafu min 6 ahrufi, lenyewe pia lina herufi 6. Rangi, neno rangi lina herufi 6 ambazo na aya zenyewe zinaelezea neno rangi zimekuja 6. Wajaa baada 6 kalmati min bidayati al-aya al-ula, na kumekuja baada ya maneno 6, yamekuja baada ya maneno 6 neno rangi katika aya ile aya ya kwanza, ambayo aya ya kwanza kabisa kutokea ndani ya Qur'ani
ambayo nimeisoma inasema wama dharaa lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatadhakkarun. Sasa hii aya hii ukiangalia maneno yake mpaka kufikia neno rangi kuna maneno 6. Mfano: 1, wama 1, dharaa 2, lakum 3, fi 4, ardi 5, mukhtalifa 6. Ambapo ukienda neno la 7 ndio neno rangi lenyewe. Sasa maana yake limekaa limekuja hilo neno rangi, nyuma yake kuna maneno 6. Kisha hili neno rangi katika hiyo aya maneno yanaendelea mbele nayo ni maneno 6. Baada ya neno alwanuhu inakuja inna 1, fi 2, dhalika 3, ayat 4, liqaumi 5, yatadhakaruna neno la 6. Subhanallah. Wallahi Qur'ani ni tamu sana. Qur'ani ni tamu sana. Ikhwan, ndugu zangu, tuisomeni sana Qur'ani. Kuna mambo mazito sana ndani yake. Sasa tunasema hivi, taamalu, zingatia kwamba awalu 6 ahrufi fi ayati alwani 6. Na pia hiyo aya ambayo ndiyo ya kwanza iliyoanza Mwenyezi Mungu kuelezea neno rangi, kuna herufi 6. Neno lake la kwanza lina herufi 6 ambalo anasema wama dharaa. Neno lake la kwanza nasema wama dharaa, nalo lina herufi 6. Hadhihi al-ahruf, sasa hizi herufi hizi takarrarat, hizi herufi 6 hizi za kwanza kabisa katika aya, neno la kwanza au maneno ya kwanza 6, maneno ya kwanza yaliyoanza ndani ya aya hii ya kwanza kabisa kutaja kuelezea rangi, herufi zake za kwanza 6 hizo ambazo ni neno lile tunasema wama dharaa. Hizi herufi takarrarat. Subhanallah. Allah, wallahi Mwenyezi Mungu ni mkarimu sana. Tunasema hadhihi al-ahrufu takarrarat fil ayati al-alwani. Sasa hizi herufi zimejirudia katika aya zote zinazopatikana ndani ya Qur'ani, ambazo hizo aya zinaelezea neno rangi. Hizo herufi zimejirudia mara 196. Wa hadha al-adad, sasa idadi hii ya 196 yusawi 4 zadi 7. Idadi hiyo sasa ya 196 ni sawa sawa useme hivi 4 mara 7. Unaona, unakuja kukuta kwamba zile 7 ambazo tunaenda usifanye siku ya Jumamosi na Jumapili zinakuja kujirudia pale. Lakini pia tunasema والمزيد من موضوع هذه المنظومه السباعيه تاملوا الايه. Nasema katika moja ambayo iliyozidi kabisa katika mpangilio Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala katika hii aya, tunasema ayatul ula, aya ya kwanza kabisa, allati warada fiha dhikru alwani fil Qur'ani, ambayo hiyo aya ndio ya kwanza kabisa kutaja neno rangi katika Qur'ani. Lakad dhukiratil alwani mujtami'ati fil Qur'ani awwala marra fi hadhihi alaya. Sasa neno rangi limetajwa kwa ujumla wake kwa mara ya kwanza katika Qur'ani katika aya hii inayopatikana katika Suratun Naml, ambapo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anasema wama dharaa lakum fil ardi mukhtalifa alwanuhu inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatadhakkarun. Asema Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala wama dharaa lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu, Mwenyezi Mungu hakuacha kukuwekeeni katika ardhi rangi zenye kutofautiana katika ardhi yenu. Inna fi dhalika, kwa hakika kufanya kwake Mwenyezi Mungu hali hiyo ya kuweka rangi zenye kutofautiana ndani ya dunia yenu, la ayatan liqaumi yatafakkarun. Wallahi kuna ni dalili tosha kabisa kwa watu wenye kuweza kutafakari mazito yake Allah Tabaraka wa Taala aliyowekeza katika Qur'ani yake tukufu. Subhanallah. Taamal, zingatieni ndugu zanguni katika haya ninayokuelezeni, ambapo kama leo utashindwa kunielewa,
njoo siku ya Ijumamosi na siku ya Jumapili uje upate ndani ya wiki hii ambayo ni wiki ya rangi ya kijani, na unaenda kupata mafuta ya rangi ya kijani na dua ya rangi ya kijani itakayosomwa mara 7 kwa idadi hizi ambazo tunazoenda kuzifanya. Wallahi tunaenda kuponyesha maradhi yetu kwa idhini yake tabaraka wa taala. Hakika naamini Qur'ani ina siri nyingi sana ambazo kama tukizitumia vyema, wa hakika tunaweza kuponyesha matatizo alwani. Idadi ya hizi rangi niweza kutajia, kumbukeni, weka pembeni idadi ya hizi rangi niweza kutajia. Nimekutajia rangi ya nyekundu, rangi ya chungwa, rangi ya manjano, rangi ya kijani, rangi ya blue, rangi ya light blue na rangi ya zambarau. Zihifadhi pembeni, nitakuja kueleza nini kinachoenda kutokea kwa idhini yake tabaraka wa taala. Sasa basi, naam, adaduha 7 al-alwan, utapata ni rangi 7 hizo. Fakam marat waradat al-alwan mujtami'ati fi al-Qur'an al-Karim. Sasa hebu jiulize, ni mara ngapi rangi zimeelezewa katika Qur'ani tukufu kwa upamoja wake? Yani neno rangi kama rangi zimetajwa mara ngapi ndani ya Qur'ani? Utapata kwamba rangi neno rangi limetajwa neno hilo mara 7. Kwa warada dhikru al-alwani, kwa hiyo tunasema kwamba limetokelezea neno rangi mujtami'ati fil Qur'ani Karim 7 mara. Utakuta kwamba neno rangi limeweza kutajwa ndani ya Qur'ani mara 7. Subhanallah, Mwenyezi Mungu wallahi ni fundi wa kuumba. Innal Qur'ana yabni dhikra al-alwani wafqun manzumati as-sub'iyya mubhira, kwa sababu Qur'ani inatengeneza jimbile maalum au wafqu maalum ya maajabu unaotokelezea ndani ya Qur'ani. Wadhālika irtibat al-alwani dhatiha bil adad 7, kwa sababu ya Qur'ani imeweza kudhihirisha neno rangi lenyewe kama lenyewe likiwa na idadi ya herufi 7. Yani subhanallah, ndani ya Qur'ani neno rangi limetajwa mara 7. Wakati huo neno lenyewe rangi lina herufi 7. Subhanallah. Halafu sasa hili neno rangi kwa Kiarabu inaitwa al-launu. Inaitwa launu. Al-launu. Angalia sasa, hebu twende kwenye idadi sasa. Fataamalu hadhihi alhaqiqa, hebu zingatia hii ukweli wa hii neno hii namba 7 ambayo biidhnillah tabaraka wa taala namba 7 na mafuta ya kijani na dua ya rangi ya kijani tunaenda kuitumia siku ya Ijumamosi kuondosha matatizo yetu yote kwa huruma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Sasa hebu angalia katika hali ya namna hii, harful alfi, kwa sababu harful alfu, herufi ya alifu ambayo inatengeneza neno rangi. Manake katika neno rangi kwa Kiarabu ina herufi hizi, kwamba kuna alifu, kuna lam, kuna wau, kuna alifu tena alifu, lam, wau, alifu, nun na ni maneno herufi ngapi? Herufi hizo ambazo zinazopatikana ndani ya neno rangi au al-lawn. Sasa ukizihesabu hizi rangi kwa idadi yake katika hijaia, yani hijaia, idadi ya hijaia ni ile idadi ya alif, b, t, th, jim, he, khe, dal, thal, re mpaka wasalam, mpaka ile ye wasalam kule katika ile harufu ya kule mwisho. Ile idadi ya hijaia ile alif, b, t, th mpaka ye. Sasa ukiangalia idadi zake hizo, tunasema harful alfu tartibuhu elezea amevyoelezea rangi katika Qur'ani. Lakini pia matukufu ya Qur'ani kwa rangi, namna gani rangi ni muhimu kwetu. Lakini pia jana na leo nimeelezea, yani tuseme leo nimeelezea namna gani zinavyosadikisha rangi. Namba 7, namna gani ninavyosadikisha rangi, neno rangi
Lakini pia rangi namna gani inavyoisadikisha namba 7. Lakini pia kwa sababu tunaenda kutumia rangi, sisi tukachagua rangi ya kijani. Rangi ya kijani ambayo ukiangalia ndiyo rangi ya watu wa peponi. Rangi ya kijani ndio ambayo imetajwa mara 8 ndani ya Qur'ani. Na namba 8 maana yake ni sawa sana milango 8 ya pepo. Lakini pia rangi ya kijani ina kawaida ya kwenda kuleta tiba katika afya na mwili wa mtu. Yaani rangi ya kijani inatibia nafsi, rangi ya kijani inatibia kiwiliwili. Yaani inatibia roho na inatibia kiwiliwili. Na ukitaka uliamini hilo kwa namna gani, ndio maana hata yule mgonjwa yupo theater. Yule mgonjwa aliyoko theater anapasuliwa, kama ni tumbo lake anapasuliwa, anafanywa operation ili kuweza kumpa yale matumaini ya maisha kwamba wewe hufi, wewe unapona. Sawa? Asije akawa anaona kama kifo kipo jirani yake. Watu wa theater wanavaa nguo za rangi ya kijani. Traffic light zina rangi ya kijani. Maana utaona namna gani rangi ya kijani watu wanajua siri. Ni wewe tu ambaye unasikiliza unajua tu siri ya rangi ya kijani. Isije nikaacha wala makonde wenzangu. Traffic light kwa maana ya mataa ya barabarani. Ala. Yana rangi yanatia rangi ya kijani yenye kuruhusu, sio? Sasa basi, kwa sababu ni rangi ya kijani ambayo ina wasifu wake huo nilianza kuelezea tokea jana na leo, na namna gani Qur'ani imethibitisha matumizi ya rangi. Sasa kesho biidhnillah tabaraka wa taala, ambayo ni siku ya Jumatano, naanza kuelezea maradhi gani yanatibiwa kwa mafuta ya rangi ya kijani. Yaani kwa rangi ya kijani yenyewe, na mafuta yenyewe ni rangi ya kijani, na dua ya rangi ya kijani, utaenda kujitibia maradhi gani. Ndipo hapo uje kusanye haya aliyosema Mwenyezi Mungu na haya yaliyopatikana kwa watafiti wa tiba za sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani wanavyokubali rangi na namna gani wanavyokubali mafuta ya rangi ya kijani, na namna gani mafuta haya yanaenda kutibia maradhi ya kibiolojia, maradhi ya kihospitali, maradhi ya kishetani, maradhi ya kichawi, kwa hurma na utukufu wake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo siku ya Jumamosi njoo na shilingi 5,000 yako, kwa maana ya kuja kupata mafuta ya rangi ya kijani na dua ya rangi ya kijani. Ila mafuta yale unaweza kuyapata au ukayapata kwa idadi ya 77, kwa sababu tu ukataka kuendana na rangi na namba 7 iliyoelezwa iliyosimama katika Qur'ani. Lakini pia njoo umevaa nguo za rangi ya kijani, kama utakuwa nazo njoo umepigilia na nguo za kijani kabisa yani. Tukamilishe. Lakini pia siku hiyo ya Jumamosi biidhnillah tabaraka wa taala, wallahi mimi naona raha sana. Yaani nikisoma Qur'an napata raha, yani nafarijika yani. Yaani najiona kwamba hakuna mchawi wala shetani wakuweza kunisumbua wala kuwasumbua wale watu walioko karibu yangu, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Naam, mimi nimalizie kwamba kesho nayo ni siku, njooni tuweze kuongea kwa wale ambao wenye shida zao za hapa na pale, niweze kuwapa wala hata ushauri au matibabu pia. Kesho Jumatano asubuhi tuwe njoo pale nyumba ya tiba na dua. Njoo tuweze kuongea lolote lile linalokusumbua. Naliweza nitakwambia naliweza, siliwezi nitakwambia hilo siliwezi. Na dawa zake zipo nitakwambia dawa zake zipo, au kama linahitaji ushauri nitakushauri pia. Njoo siku ya kesho, ndio tunamwone ya kwetu kwa huruma yake Allah tabaraka wa taala. Inshallah nikuage kwa siku ya leo, niseme dumu fi riayati llahi wa amni. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Khamis Suleiman. Mimi naitwa Rajab Mnakane, na sisi tulikuwa nyuma ya kamera Sheikh Khamis Suleiman. Pia tunaondoka hapa. Bye bye.